ya kujiachilia kwa Mungu aliye hai. Na nimejenga msingi wangu toka kwa kamanda mwenzetu anaitwa Habakuki. Kwenye hiyo Biblia yako yenye vitabu karibu 66 ina manabii wadogo na manabii wakubwa, na Habakuki ni miongoni mwa lile kundi la manabii wadogo. Na nikawa najaribu kuwaza tu na kufikiria, kwani tofauti ya manabii wakubwa na manabii wadogo ni ipi? Mbona wote wanafanya kazi sawa tu? Kazi ni ile ile, maelekezo ni yale yale, wanapishana tu namna ya uwasilishaji, na lakini wote ni manabii. Lakini wakati nachunguza kati ya vitu vingi, lakini nikagundua kimoja, kumbe tofauti yao kubwa ni nyaraka tu. Vile vitabu vya manabii wakubwa utaviona vina sura nyingi, vitabu vya kina Isaya, vitabu vya kina Yeremia vina sura nyingi, lakini vitabu vya manabii wadogo utaviona vina sura chache, sura 2, sura 3 hivyo. Hao ndio manabii. Sasa huyu kamanda Habakuki ni miongoni mwa manabii wadogo. Na huyu jamaa kwenye kitabu chake chenye sura 3 tu, sura ya kwanza, ya pili mpaka ya 3, ni jamaa ambaye mimi nampenda sana, kwa sababu alikuwa kwenye kilio, alikuwa kwenye msiba mzito wa kukitaka kitu ambacho umekuwa ni wimbo wangu, imekuwa ni sauti yangu, umekuwa ni mzigo wangu napozunguka kuihubiri injili ya Yesu ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Umekuwa ni wimbo wangu kwamba Baba, kwa nini moto usiwake tena? Kwamba Baba, kwa nini usiinue tena wachungaji ambao, watumishi ambao wakisimama kwa kadiri ambavyo umewaita, vitu vinatokea na kazi ikimbie kwa viwango vya juu kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Na huyu komando Habakuki, nifupishe tu habari hapo. Huyu komando Habakuki, kati ya mambo mengi aliyokuwa anayataka kutoka kwa Bwana, jambo kubwa sana ilikuwa ni uamsho. Alikuwa anatamani tena nguvu za Mungu zishuke, alikuwa anatamani tena madhihirisho yaonekane. Na huyu jamaa ni kama alikuwa ameambiwa Habakuki, kuna watu walikuwa wanaitwa wakina Elia mtishi, jamaa ambalo limewahi shusha moto na moto ukashuka, lakini ile jamaa limewahi funga mvua kwa miaka 3 na miezi 6. Amepewa habari za watu kama hao, kapewa habari za watu kama wakina Esther, kwamba kuna mwanadada alikuwa anaitwa Esther, amewahi omba kisha kaingia kinyume cha utaratibu kwenye jumba la mfalme. Habari za kina Elisha, habari za kina Joshua, watu ambao wamewahi simamisha juu, kazipata hizo zote. Kwa bahati mbaya sana, pamoja na maanguko na maasi yalikuwa yanaendelea pale Yuda na vitu vingine vichafu, lakini yeye ajenda yake kubwa sana ilikuwa ni kutamani, baada ya matengenezo, alikuwa anatamani sana kuona hizi nguvu zinadhihirika na kwenye kizazi chake kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Na ninawaambia hapa makomando wa Yesu, nawaambia makomando wa Yesu, haya mambo hayaji kama nadharia. Haya mambo Roho wa Bwana kwenye hili kambi, hili kongamano, anayaachilia kama mambo halisi. Utatoka hapa kwenye lile eneo unalochunga, kwenye lile eneo unalotumika, moto utawaka, kile kijiji watajua, watu watajua ya kwamba hiki chuma kimerudi kazini tena kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Bwana. Nataka nikwambia, hata kama umetoka